Bado Ukraine pamekucha. Tunaambiwa kiduku Kim Jong-un ambaye watu wengi sana wanamuelewa na wanampenda sana. Ni kutokana na misimamo alionayo na haogopi. Kwenye ulimwengu ambao wengi wanaogopa sana mataifa haya ya magharibi kama Marekani na Umoja wa Ulaya au NATO. Maana ni mataifa ambayo wamejipa nguvu wao. Dunia lazima iweze kuwajua wao ni wakina nani. Lakini inapokuja kwa swala la kiduku Kim Jong-un, hii ikiwa ni pamoja na Waajemi, huwa hawaogopi kabisa. Kwa ndio maana wengi wanampenda. Sasa kiduku unaambiwa anapeleka vikosi vya askari 50,000 ndani ya Kivu kwenda kupambana na wahuni huko Kivu. Askari 50,000. Na taarifa hii Volodymyr Zelensky ambaye ndiye rais wa Ukraine ameitoa, na naona ameitoa kwa hofu na kwa wasiwasi. Hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu tutakumbuka mwanzo Volodymyr Zelensky alichokuwa amekiongea, alisema ilikuwa inaaminika kuwa Korea Kaskazini wanapeleka askari 30,000, lakini kwa sasa namba imeongezeka kutoka 30,000 kwenda mpaka 50,000 kwenda hayo maeneo sasa ambayo ni hapo Ukraine, kwenda kumsaidia ndugu yake Vladimir Putin katika kuhakikisha kuwa hivi vita sasa wanavimaliza. Na ukumbuke ni wakati huu ambapo Volodymyr Zelensky amekuwa akilalamika kuhusu mifumo ya ulinzi, kuwa anapungukiwa na mifumo ya ulinzi, na Urusi amekuwa akigonga sana Kiev, kwa sababu pia hata Zelensky mwenyewe kutumia drones amekuwa akishambulia sana Urusi maeneo mbalimbali. Na hata juzi hapa Urusi wanasema waliweza kuangusha drones nyingi, sisi kwa mia ngapi zile drones nyingi kutokea huku upande wa Ukraine zikiwa zinaingia upande wa Urusi. Na nakumbuka pia amekuwa mwenyewe huyu Volodymyr Zelensky, maana unajua amepata nguvu na Ulaya, Umoja wa Ulaya wamekuwa wakimsapoti Volodymyr Zelensky mpaka wakajenga viwanda vya drones humo ndani ya Ukraine, na drones hizi ambazo sasa zimekuwa tisho kwa upande wa Urusi, na zimekuwa zikishambulia maeneo ya miundombinu kama ya nishati vile. Maana hizi power plants ya maeneo ambayo wanazalisha umeme wamekuwa wakishambulia, au Volodymyr Zelensky amekuwa akishambulia kwa kupitia hizi ambazo ndo tunasema sasa drones. Kwa hiyo sasa vita vya Irani na Marekani vimeisaidia sana Urusi, kwa sababu Irani kule amepiga makombora ya kueleweka, hii ikiwa ni ballistic missiles pamoja na cruise missiles, ukiachilia mbali drones, kwa sababu drones hawa ni kama washenga. Yani unajua ile nini, washenga wanapompeleka mtu anapoenda kujitambulisha ukweni, lazima kunakuwa na washenga huku, wapambe wako wanaenda. Kwa hizi drones sasa, wakati hili kombora ndio Iran anaenda kulitambulisha liende kwenye kambi hizi za Marekani kwenda kupiga, na sindikizwa na washenga huku wako wengi. Unaona kama kombora ili la Koramsha ambalo limekuwa likipiga sana kambi za Marekani, ana makombora mengi, lakini hili kombora la Koramsha hili, kwa wanasema likiwa linaenda hivi basi washenga wanakuwa huku pembeni. Sasa wale wanaokuja kuzuia zile interceptors, sasa inabidi ziangalie watazuia nani sasa, maana katikati hapa yuko mtarajiwa anaelekea kwenye kambi, alafu washenga wako huku pembeni. Kwa hiyo ikapelekea sasa Marekani kutumia mifumo yake ya ulinzi mingi kwa ajili ya kuintercept haya makombora ya Irani pamoja na hizo drones za Irani, kiasi kwamba ikabidi huyu Marekani achukue mifumo ya ulinzi kutoka kwenye baadhi ya mataifa yaliyoko kwenda kupeleka pale Irani. Kwa maana yake ni kuwa Marekani analinda kambi zake, hawezi akaendelea tena kumlinda Volodymyr Zelensky. Kwa ndio maana unaona Zelensky akiwa analalamika, analia, jamani naombeni mnisaidie huku mifumo ya ulinzi mimi nimeishiwa. Na Putin alipoona hilo akaendeleza mashambulizi zaidi, na kiduku ambaye ni rafiki yake na Putin akaendelea kupeleka makombora zaidi na silaha zaidi ndani ya Urusi. Na Urusi anapeleka huko kwenye uwanja wa vita, basi wanaendelea huko kupigana.
matokeo yake yako hivyo. Lakini ukiachilia mbali hilo sasa, hapa Volodymyr Zelensky ameomba Korea Kusini, anasema jamani, angalieni Korea Kaskazini namna wanavyoshirikiana na Urusi katika kuhakikisha kuwa sisi huku tunaondoka kabisa, tunaangamia. Kwa hiyo tunawaomba na nyinyi Korea Kusini, hebu fanyeni jambo. Hapa sasa itabidi aombe Korea Kusini, itabidi aiombe na Japani pia, kwa sababu hao ndo watu wako karibu na Korea Kaskazini pale. Itabidi aombe hiyo, kwa sababu kumbuke sasa ni vita ambavyo Korea Kaskazini anamsaidia ndugu yake Mrusi. Na mnakumbuka ndugu zangu, nilirudie tena ili uweze kuelewa. Nakumbuka wakati ambapo majeshi ya Ukraine yalipoivamia Kursk, ikabidi askari wa Korea Kaskazini wapelekwe pale kwenda kusaidia ile operation. Walipelekwa askari kama 14,000 na wanasema wengi walifia pale, unajua vita tena. Wengi walifia pale na wengi walipata majeraha, lakini kiukweli walifanya kazi ambayo ni kazi iliyotukuka mno. Hawa askari wa Korea Kaskazini kwa wakaikomboa Kursk, wakairudisha mikononi mwa Urusi. Hawa walikuwa ni 14,000 walioenda pale, lakini leo hii kumbuka, tunaongelea askari 50,000 ndani ya Kiev wanaoenda kusaidia pale Kiev. Askari 50,000 sio namba ndogo hii. Kwa hiyo naona Kim amechafukwa kiduku, amechafukwa. Maana na yeye mwenyewe uwaga hapendi sana watu wa magharibi hawa, na siku zote anawaitaga hawa ni manyang'au, anawaitaga ni mabeberu. Maona siku zote inakuwa hivyo. Kwa hiyo ndivyo mambo yanavyoendelea kuchangamka hivyo. Kama nilivyokuambia kuwa pia amepeleka silaha kwa Urusi, amepeleka hizo multiple rocket launchers, amepeleka makombora, amepeleka risasi za kutosha. Amempa nani? Kwa sababu hii taarifa, nakumbuka hata wakati Volodymyr Zelensky akiwa anaongea akasema kuna makombora pamoja na risasi ambazo zimeonekana, maganda ya risasi yalionekana ni ya Korea Kaskazini, kwa sababu Korea Kaskazini wao kwenye maganda yao ya risasi huwa wanaweka bendera yao. Kwa zimeonekana ziko kule Kiev. Lakini yeye analalamika Volodymyr Zelensky, wakati Zelensky na yeye huwa anasapotiwa. Yeye analalamika kwa nini Korea Kaskazini inamsapoti Urusi wakati yeye ziko nchi pale zaidi ya 40 zinamsapoti. Yani tena kwa waziwazi kabisa. Na unakumbuka kipindi ambacho Donald Trump alikuwa amepanga ziara ya kuonana na Vladimir Putin pale Alaska, nafikiri mnakumbuka vizuri sana, kwa mwaka huu mwezi wa kwanza, kitu kama hicho. Lakini mnakumbuka vizuri sana Putin aliweka masharti kwa ili hivi vita viishe, masharti yangu ni haya hapa. Lakini viongozi wa Ulaya wakakimbia haraka sana kwenda ikulu ya White House na kumwambia Donald Trump, kwa ukionana na huyu mtu sikubaliane na masharti yake, kwa sababu aliweka masharti kuwa ile Donbas yote lazima ikabidhiwe mikononi mwake. Lakini sharti lingine, Ukraine isiwahi kujiunga NATO hata siku moja, ambayo yako opposite kwa upande wa Ukraine. Yeye ndo anataka kuyafanya haya yote. Kwa hiyo wakakimbia haraka kule kuwa hapana, ukiongea naye haya msikubaliane kwa hivi na hivi. Ikawa kwa namna hiyo. Sasa wao wanapomsupport Zelensky ni sawa, ila yeye Putin akisapotiwa na North Korea, wakisapotiwa na kiduku, hilo wanakuwa wanalilalamikia. Maana hata Ulaya wamekuwa pia wakilalamika, lakini nani anajali? Bado kiduku amesema atapeleka hao askari, vikosi vya askari 50,000 ndani ya Kiev kwenda kuwatandika hawa manyang'au. Ndo habari namna ilivyo. Asanteni sana wana IBM channel. Asanteni kwa kuendelea kutufuatilia. Bado mtaendelea kunisamehe, sauti yangu bado haijakaa sawa sana, lakini bado tuna jukumu la kutoa taarifa. Asanteni.